الحمد لله القائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا خير من فسر قوله تعالى بقوله من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. شريف بدوي wangu Sheikh Isa, wenyeji wetu maimamu, shekhe wangu wa kata ya Visiga Sheikh Maksud, wasomaji wetu wa Qur'ani mkiongozwa na bingwa Ankoidi, wanafunzi ummahatul mu'minat, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada ya rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awalan uqaddimu shukri al-jazil wal-irfan لمؤسسة الندوة العالمية شباب الإسلامي بتقديم هذه الهدية المباركة خصوصا في هذه المنطقة وفي ولاية كباها، وعلى الأخص في محافظة الساحل الواقع في جمهورية تنزانيا المتحدة، فجزاكم الله خير الجزاء. نيابة عن سماحة ومفتي ديار الشيخ الدكتور أبو بكر بن زبير بن علي، أقدم نيابة له تعزيزا وشرفا وشكرا لكم، فجزاكم الله خيرا على هذه المساعدة وعلى هذه المساهمة للمسلم هذه المنطقة بواسطة الشيخ عبد العزيز. Kwa niaba ya mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Abu Bakr bin Zubair bin Ali Mbwana, natoa shukrani za dhati wa taasisi hii ya WAMI Nadwatul Alamia li Shababi Islami kwa huu msaada mkubwa ambao wametufanyia. Taasisi ya WAMI kwa jambo hili ambalo wamelifanya kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Pwani. Pamoja na kwamba tupo Visiga, lakini sisi tunasema kwamba tumeongeza hesabu ya vituo vya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mkoa wetu wa Pwani. Kwa hivyo Mheshimiwa Mufti nimtolee shukrani zake za dhati kwa taasisi hii na kwa wahusika, lakini pia kupitia Ustadh Abdul Aziz ambaye amekuwa ni hamzatul wasli bainana wa bainahu, amekuwa ni kiunganishi katika kupata jambo hili tukufu. Lakini jambo la pili, kupatikana kwa hiki kituo ni jambo moja, lakini kukifanyia kazi ni jambo jingine. Huu ni msikiti, na msikiti ni kituo ambacho cha kutoa ilmu. Msikiti makanu sala, almasjidu makanu ta'lim, almasjidu makanu takhtit. Msikiti ni kituo cha elimu, ni kituo cha kufanyia ibada, ni kituo cha mipango. Al-umuru kulluha tabda'u fil masjid, majambo yote yanaanzia msikiti, kama kana fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam wa fi ahadi ashabi, kama lilivyokuwa katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na katika wakati wa masahaba wake. Msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya sala ulikuwa unageuka ni darasa la kutolea ilmu. Mtume alikuwa na halaka yake anafundisha watu ilmu katika msikiti. Lakini katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam halakati tadrisi al-Qur'an
daura zile za usomeshaji wa Qur'an zilikuwa zinakaa pale msikitini. Halaka Abdullah ibn Mas'ud, halaka Abdullah ibn Abbas, halaka Abdullah ibn Zubair, halaka Abdullah ibn Abdullah. Vituo hivi vyote vilikuwa ndani ya msikiti, yani kulikuwa na zawiya ile za usomeshaji wa Qur'an. Pale unasomesha Qur'ani, hapa unasomeshwa. Ndio ulikuwa msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msikiti ni kituo cha nashat. Msikiti hautakiwi kulala doro. Msikiti ni mahala ambapo panatakiwa kuwa active. Makanu nashati yaumian, ni sehemu ambayo inatakiwa ni kama vile mashine inazunguka wakati wote. Hautakiwi msikiti kuwa ni wenye kufungwa. Sasa Ustadh Abdul Aziz, hiki kituo kipo chini ya mikono yako. Hawa wamemaliza jambo lao. Tunahitaji waumini wa eneo hili washiriki katika ibada katika msikiti huu, lakini tunahitaji vijana na watoto wa maeneo haya wapate ilmu hapa, wasome hapa. Na hili ni jambo nilikumbushe, sitaki kuweka kafu tashbihi kama shekhe wa mkoa. Mimi ndio shekhe wa mkoa, alisa kadhalika Sheikh Ali. Nilikumbushe shekhe wenu wa mkoa kwamba hivi vituo tunapovipokea, jicho la kwanza la utoaji wa ilmu ni la watu wa mantika, hawa watu wanaozunguka hapa. Si mnanipata jamani? Kitu cha kwanza kabisa, watu ambao wanatakiwa kunufaika ni watu wa mantika. Sheikh Isa amesema kwa Njopeka. Sheikh Isa yupo kule Njopeka, takutembelea baba. Lukanga takutembelea. Sasa alipokuwa yeye pale, watu wa kwanza kunufaika ni wale watu wa Lukanga. Mimi pale nilipo, watu wa kwanza kunufaika ni wale watu wanaonizunguka mimi. Sasa na hapa watu wa kwanza ambao tunahitaji wanufaike na ilmu ni hawa watu ambao wanaozunguka huu msikiti. Vijana hawa ambao wanaozunguka huu msikiti, baada ya miaka 2-3 tupate vijana ambao wenye badiliko lililoletwa na uwepo wa msikiti huu hapa. Kwa hiyo hii ni dhima ambayo kila yule ambaye anafanya kazi ya da'wa kuhakikisha kwamba wale watu wanaomzunguka ndio ambao wanaotakiwa kunufaika na kile kitu ambacho kinapatikana pale. Kama ilivyokuwa sala hapa, hatuwezi tukaleta ndondo kuja kuswali salatu subhi. Inawezekana hiyo jamani? Haiwezekani tukaleta waislamu ndondo kuja kuswali adhuhuri. Haiwezekani tukaleta waislamu ndondo kuja kuswali Ijumaa kama itafunguliwa Ijumaa. Na kwa kuwa tumeswali hapa, wallahu aalam, itaendelea au itakuwa ni munqati. Ndio kwa tumeifungua, maana yake watu wanatakiwa waiswali, lakini hawawezi wakaja waislamu ndondo. Na hili ni jambo ambalo hivi sasa tunalifanyia sana tasahul. Sisi watu wa Shafi'i, vitabu vyetu vinatuelekeza zile nidhamu na taratibu za Ijumaa. Kuna shuruti zake, au sio? Wale waislamu mustawtinina wa eneo husika, tena wasipungue wangapi? 40. Wasipungue 40.
Isije ikaanzishwa kampuni kama wanaofanya baadhi ya watu. Imeanzishwa kampuni hapo, kuna waumini wengi wanafanya kazi kisha wanaondoka, alafu Ijumaa wanaitafutia namna. Ijumaa inakamilishwa na watu ambao istawtanul makan, wakazi wa ule mji. Kwa hivyo tunahitaji wakazi wa eneo hili ndio wahusika wa swala tano, ndio wahusika wa Ijumaa. Haya yote yapo juu yako Sheikh Abdul Aziz. Sheikh Abdul Aziz, kituo hiki kama unaishi Dar es Salaam, aina huwa? Kama unaishi Dar es Salaam unatakiwa usogee Visiga. شيخ تتكلم العربية؟ بعد انتهاء من بناء هذا المسجد ماذا يلي بعده؟ بيت للأستاذ، بيت للإمام، بيت للمشرف هذا المشروع. سأتكلم بعد أن با هذا هو كلام صحيح. Shatu assist ndogo mnekaielewa au sio? Barakallahu fik. Kwa sababu Sheikh Abdul Aziz akiwa anakaa Dar es Salaam kwa hiyo hapa manake ninapiga debe kwanza la uwepo wa ustadhi, la uwepo wa huyo muhusika. Sheikh amesema tutaongea, wa kama uqaddim talabi wa talabu muslimi هذه المنطقة نيابة عن سماحة مفتي التنزانيا الشيخ أبو بكر بن زبير بن علي، نطلب منكم مساعدة البناء المدرسة لأن المسجد يوافق مع المدرسة. ينبغي لكل مسجد أن يكون في زواياه مدرسة، لذلك نطلب منكم مساعدة بناء المسجد في هذا المكان، لأن المسجد هو الذي يؤسس المدارس. بدون المدارس لا فائدة لوجود المسجد. Ninatoa ombi kwa taasisi yetu kwa niaba ya mufti, watujengee hapa na madrasa, shule, eneo kubwa. Allahu Akbar. Watujengee hapa shule, walaysa madrasa lifaslin wahid bal lifusul, isiyo ni chumba kimoja tu cha vyumba. Siku hizi tuna furu, watoto wasome kwa level zao. Tunaelewana jamani? Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nalisisitiza sana kabisa, kwamba hatuwezi tukafika mahala au msikiti na hiki kituo baada ya miezi miwili mitatu wanakuja wenyewe, alafu wanakikuta kipo sabahalala, kipo hovyo, hakiko katika hali iliyokuwa nzuri. Itakuwa ni jambo ambalo halifai. Lakini jambo la tatu, haraka sana hiki kituo kisajiliwe. Hiki kituo Ustadh Abdul Aziz na wasaidizi wake kisajiliwe. Kwanza usajili wa kwanza kisajiliwe Majlisul A'la BAKWATA. Kila yule ambaye ana kituo, sehemu ya kwanza ya kusajili ni BAKWATA. Nenda kwa shekhe wa wilaya kupitia katibu wa wilaya, basi uweze kupata usajili, ili hiki kituo chako kiingie katika vituo ambavyo vinatambulikana na ofisi ya mufti, vinatambulikana na ofisi ya shekhe mkoa, vinatambulikana na ofisi ya shekhe wa wilaya, vinatambulikana na ofisi ya shekhe wa kata. Shekhe wa kata, Sheikh Masoud, awe anafahamu. Tunaelewana jamani? Usipofanya hivyo unajiweka katika mazingira yasiyokuwa rafiki. Unajiweka katika mazingira yasiyokuwa rafiki.
Kwa hivyo hiki kituo haraka sana kipate usajili huo ili kiweze kujulikana. Lakini pia zile taratibu zetu nyingine za kiwanafunzi ni vyema pia tuje tukae pamoja, mpange siku, mje ofisini kwangu, tuelekezane njia na ujanja usiokuwa na matatizo, ili tuweze kuyafanya majambo yetu ya utoaji wa ilmu kwa usahihi unaotakiwa. Waumini wa eneo hili na hususan kina mama mliohudhuria hapa, hiki kituo ni cha kwenu. Kituo hiki ni cha kwenu. Mnatakiwa muwe karibu na wasimamizi wa kituo hiki. Madrasa itakayowekwa hapa, nyinyi watoto wenu ndio wanaotakiwa kuja kusoma. Wanafunzi wa sekondari mkitoka masomoni, basi pia muweke ratiba ya kuja kusoma hapa. Haya ninayoeleza hapa, nyinyi msipokuja kusoma, basi inaweza ikamalizika hata miaka 10 tusiwe na athari yoyote katika eneo letu. Swali Mtume. Kwa hivyo nawahimiza wazazi ili tuwasimamie watoto wetu waje kunufaika hapa, waje kusoma hapa. Hawa wasomaji waliosoma hapa Qur'an kuanzia wa kwanza, wa pili, Ankoidi na sasa hivi kaingia bingwa mwingine Tadhiboke, hawa wote tunahitaji watuachie na sisi athari hapa, watuachie na sisi athari hapa. Wapatikane wasomaji wa Qur'ani katika eneo hili la Visiga, wainufaishe Kibaha, wainufaishe Pwani, wainufaishe Tanzania. Hili ni jambo ambalo nalisisitiza Dr. Abdul Aziz. Na hawa ndo mabingwa, waje wasomeshe. Waje wasomeshe ili watupikie na sisi vijana wetu hapa waweze kutabahari katika mambo ya tajwidi. Lakini la mwisho kabisa, wakati tunaofungua msikiti huu sasa hivi ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna tukio kubwa na jambo kubwa.